Leo ni Aprili 29 na huu ni muktasari unaonyesha jinsi vita vilivyobadilika kutoka mapigano ya kijeshi kuelekea kwenye vita vya kiuchumi na diplomasia ya mataifa makubwa, ambapo hivi sasa Russia, China pamoja na Marekani wameonekana wakikinzana kwa kiwango kikubwa zaidi, ijapokuwa ni maneno tu ambayo yanatumika zaidi kuliko kitu chochote kile. Sasa tukianza na ripoti maalum ya masaa 24 na matukio ambayo yametokea Aprili 27 mpaka leo 29, kwa sababu na siku kama mbili hivi sijaonekana online. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wameniulizia, nimerejea baada ya changamoto kuzipitia za hapa na pale. Tukianza na vita vya kiuchumi na vikwazo ambavyo vipo, ni kwamba kuna pigo kwa benki ya siri ya Iran, ambapo Marekani imetangaza kuweka vikwazo vizito dhidi ya watu na mashirika 35 yanayounda mfumo wa benki uliofichwa wa Iran, ambapo mfumo huu unadaiwa kutakatisha mabilioni ya dola kufadhili jeshi la wanamapinduzi la Iran, yani IRGC, na kununua vipuri vya makombora. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba kuna mvutano wa Trump na serikali ya Ujerumani, ambapo Rais Trump amemshambulia kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, akidai kuwa Merz anaona ni sawa Iran kuwa na silaha za nyuklia, kauli ambayo imezua mzozo wa kidiplomasia kati ya washirika hao pamoja katika jumuiya ile ya NATO. Lakini hali ya Hormuz ni nini ambacho kipo? Ni kwamba kwa mara ya kwanza tangia vita vianze, meli ya gesi ya LNG imefanikiwa kupita mlango bahari wa Hormuz, ambapo Iran pia imeruhusu meli ya Japan kupita, lakini imesisitiza kuwa mzingiro kamili wa Strait of Hormuz utaondolewa tu ikiwa Marekani itaondoa vikwazo vyake vyote ambavyo pia imeviweka ndani ya mipaka ile ya Mashariki ya Kati. Lakini tukiendelea kwenye upande wa diplomasia ya Russia sambamba na China, ambao ni mhimili mpya hivi sasa, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Araghchi amekuwa nchini Russia na kukutana na Rais Putin, na Putin amewasifu wa Iran na kupigania uhuru wao kwa ushujaa, huku China ikilaumu Marekani na Israeli kwa kuanzisha vita haramu ambavyo mpaka hivi sasa imechukua zaidi ya siku 60 kupambana bila kupata suluhu ya aina yoyote ile. Lakini super yacht ya bilionia wa Russia yenye thamani ya dola milioni 500 imeweza kupita Hormuz bila kuguswa kwa kutumia njia salama ya Iran, ikionyesha ushirikiano wa karibu kati ya Moscow pamoja na Tehran. Lakini madai ya kuporomoka kwa Iran dhidi ya ukweli wa uwanjani ni kwamba Rais Trump anadai kuwa viongozi wa Iran wamemwarifu kuwa nchi yao inaporomoka kiuchumi na wanataka amani haraka. Lakini ripoti za CBS nasema hata hivyo, vyombo vya habari vya CBS vinaripoti kuwa hakuna dalili ya wazi za kuporomoka kwa Iran bado, na jeshi lake bado lina nguvu, huku washauri wa Ujerumani wakionya kuwa Wairan ni wataalamu sana kwenye meza ya mazungumzo, jambo ambalo watu wengi limewaacha mdomo wazi mpaka hivi sasa. Wachambuzi wengine wanasema Marekani hakutegemea kama Iran atarasti kwenye vita hivi kwa muda mrefu mpaka hivi sasa, lakini Marekani imelazimisha meli 6 zilizobeba mapipa milioni 10 ya mafuta kurudi Iran, jambo linalofanya viwanda vya mafuta vya Iran kuanza kusimama kutenda kazi zake, kwa sababu inakosa fedha kuweza kuziendesha na malighafi zingine ambazo zinahitajika kutoka nje ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini tukienda kwenye hali ya Mashariki ya Kati, ambapo nazungumzia Lebanon pamoja na Israeli, ni kwamba Waziri Mkuu Netanyahu ameagiza mashambulizi makali zaidi dhidi ya Hezbollah, akidai wanavunja amani. Hata hivyo, Israeli imesisitiza kuwa haina nia ya kutoa ardhi ya Lebanon, yani occupation, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakihisi, ijapokuwa jeshi la Israeli linakalia kule Lebanon kwa muda mrefu kwelikweli, mpaka hivi sasa imeshatengeneza kiprovince chake, alafu kama wanakaa wanasema eneo hili tutalitumia sisi kuweza kupambana na Hezbollah. Lakini Rais Zelensky kutokea Ukraine ameshambulia Israeli kwa kuruhusu meli za Russia zilizobeba ngano ya wizi kutoka Ukraine kutia nanga bandarini mwao. Na matokeo ya kipekee na diplomasia ya White House ni kwamba baada ya jaribio la shambulio lililotokea siku chache zilizopita, viongozi wa dunia kama Modi kutokea nchini India, Merz kutokea Ujerumani wameonyesha unafuu wao kwa Trump kuwa salama, na wakiamini ya kwamba ulinzi utaendelea kuimarisha vizuri ili kuhakikisha anaendelea kuwa bora na maisha yake yanaendelea kuwa vizuri. Lakini kuna hatua ya King Charles ndani ya White House, ambapo katika tukio la kihistoria Mfalme Charles wa Uingereza
yuko katika ikulu ya Marekani. Kulikuwa na utani mzito wa kidiplomasia ambapo Trump alimkumbushia kuwa Marekani ilisaidia Ulaya isiongee Kijerumani, naye King Charles akajibu kwa utani kuwa bila Uingereza huenda Marekani wangekuwa wanaongea Kifaransa mpaka hivi leo. Bwana, kuna matukio mengi sana yametokea, lakini haya ni makubwa ambayo yapo hivi sasa, niliona nikuletee, na hizi ni ripoti ambazo zimekuwa zikitoka kwa aina tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti. Mimi ni Dr. Mateka na hii ni Aprili 26, 29. Bye bye mpaka pale wakati mwingine.